Wengi hujiuliza maswali mengi sana kuhusu masomo ya Osama bin Laden. Je, Osama bin Laden alisomea wapi? Au Osama bin Laden alisomea nini na alisoma kwa muda gani? Imeandikwa katika historia kwamba Osama alianza upiganaji akiwa na miaka au akiwa na umri mdogo sana. Osama bin Laden, mwana wa mzee Mohammed bin Awad bin Laden, alianza masomo yake katika shule moja ya kitajiri sana katika nchi ya Saudi Arabia, shule ya Al-Taga Model School. Huko Osama alipata ushawishi na kupendezwa sana na mafunzo ya dini ya Kiislamu, mafunzo ya Sunni Islam. Haya ni mafunzo yaliyosisitiza ufuasi mkali wa sheria au mafunzo ya Nabii Muhammad. Osama, imeandikwa katika historia kwamba alipenda dini kiasi kwamba ungempata akitazama runinga na wenzake au katika vikundi wamekaa wanasikiliza muziki pamoja. Osama ungempata katika vikundi vya kuchambua labda Qurani au vikundi vya kusoma sheria za Kiislamu. Mwaka wa 1979, akiwa na umri wa miaka 17, Osama alijiunga na chuo kikuu ambacho kilikuwa cha kitajiri sana katika nchi ya Saudi Arabia, chuo cha King Abdul Aziz. Huko Osama alijisajili kusomea uchumi, uhandisi wa majengo pamoja na utawala wa biashara. Lakini cha ajabu sana ni kwamba Osama hakutimiza ndoto yake ya kumalizia kusomea kozi hizi 3. Kwani Osama alipojiunga na chuo hiki, kama kawaida, ile kiu yake ya kutaka kujua mengi au upendo aliyokuwa nao kwa dini ulimuandama huku chuoni. Na basi Osama alipendezwa sana na kushawishiwa na maprofesa waliopendelea filosofia iliyoitwa Pan-Islam philosophy, ambayo ilisisitiza umuhimu wa vita vitakatifu, vita vya jihad. Na basi Osama akajiingiza katika vikundi vya Pan-Islam na kuanza kusomea filosofia hizi. Osama pia akaanza kusomea Qurani na kusomea sheria za Kiislamu. Mwaka wa 1979, nchi ya Afghanistan ilishuhudia uvamizi mkubwa sana. Maelfu ya majeshi ya wanasoviet iliingia katika nchi ya Afghanistan na kuanza unyakuzi wa maeneo muhimu katika nchi hiyo. Imeandikwa katika historia kwamba wanasoviet walivamia nchi ya Afghan ili kueneza amani kwa sababu ya vita vya kila mara vilivyokuwa vikiendelea, na pia kuendeleza umaarufu na ushawishi wao katika nchi hiyo. Walivamia tena kukandamiza uenezaji wa umaarufu wa nchi ya Kiamerika, kwani wakati huu ndio zile vita za Cold War zilikuwa zikiendelea, na nchi ya Marekani ilikuwa ikisaidia nchi zote zilizokuwa zikipinga nchi za Kisoviet.
Basi Osama akapata muda au aliona nafasi ya kufanya uamuzi ambao ungekuja kufanya mambo mengi au kuleta historia kubwa sana duniani. Osama aliacha masomo yake na kujiunga rasmi na upiganaji. Alihama na kutoka katika nchi yake ya Saudi Arabia kwenda nchi ya Pakistan, nchi ambayo ilitumiwa kuwatayarisha wapiganaji wa kikundi kimoja kilichoitwa Afghan Mujahideen, yani wapiganaji wa nchi ya Afghanistan. Hawa ndio wapiganaji waliokuwa wakipigana dhidi ya wanajeshi wa wana-Soviet. Basi Osama alitumia mali pamoja na hela alizopata kutoka katika kampuni za ujenzi alizorithi kutoka kwa mzee Muhammad bin Awad bin Laden kununua silaha pamoja na kusaidia katika kuwatayarisha wapiganaji wa Mujahideen. Akiwa katika kikundi hichi, Osama pia walitengeneza kikundi cha Maktab al-Qidwat, kikundi ambacho kilitumiwa kuwasajilisha wapiganaji katika maeneo mbalimbali ili kwenda kupigana katika nchi ya Afghan. Osama alieneza umaarufu wake na kupata urafiki mkubwa kutoka kwa watu maarufu sana. Osama kupitia shughuli zake katika vita ya Mujahideen alipata umaarufu mkubwa, na baada ya hapa Osama alionelea kwamba haikuwa vizuri vita vya jihad vikipiganiwa huko tu. Na basi pamoja na usaidizi wa watu maarufu kama Osama bin Laden, nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Pakistan pamoja na nchi ya Marekani, nchi ya Afghan ilipata ushindi dhidi ya wana-Soviet. Na mnamo mwaka wa 1989 majeshi ya wana-Soviet ilijiondoa kutoka katika nchi ya Afghanistan. Osama alionelea kwamba jihad au vita vya jihad vilikuwa vyema vikipiganiwa ulimwenguni kote, na basi Osama akaanza kazi yake ya wengi kujiuliza maswali mengi sana kuhusu masomo ya Osama bin Laden. Je, Osama bin Laden alisomea wapi? Au Osama bin Laden alisomea nini na alisoma kwa muda gani? Imeandikwa katika historia kwamba Osama alianza upiganaji akiwa na miaka au akiwa na umri mdogo sana. Osama bin Laden, mwana wa mzee Muhammad bin Awad bin Laden, alianza masomo yake katika shule moja ya kitajiri sana katika nchi ya Saudi Arabia, shule ya Al-Taga Model School. Huko Osama alipata ushawishi na kupendezwa sana na mafunzo ya dini ya Kiislamu, mafunzo ya Sunni Islam. Haya ni mafunzo yaliyosisitiza ufuasi mkali wa sheria au mafunzo ya Nabii Muhammad. Osama, imeandikwa katika historia kwamba alipenda dini kiasi kwamba ungempata akitazama runinga na wenzake au katika vikundi wamekaa wanasikiliza muziki pamoja.
Osama ungempata katika vikundi vya kuchambua labda Qurani au vikundi vya kusoma sheria za Kiislamu. Mwaka wa 1979 akiwa na umri wa miaka 17, Osama alijiunga na chuo kikuu ambacho kilikuwa cha kitajiri sana katika nchi ya Saudi Arabia, chuo cha King Abdul Aziz. Huko Osama alijisajili kusomea uchumi, uhandisi wa majengo pamoja na utawala wa biashara. Lakini cha ajabu sana ni kwamba Osama hakutimiza ndoto yake ya kumalizia kusomea kozi hizi 3. Kwani Osama alipojiunga na chuo hiki, kama kawaida, ile kiu yake ya kutaka kujua mengi au upendo aliyokuwa nao kwa dini ulimuandama huku chuoni. Na basi Osama alipendezwa sana na kushawishiwa na maprofesa waliopendelea filosofia iliyoitwa Pan-Islam philosophy ambayo ilisisitiza umuhimu wa vita vitakatifu, vita vya jihad. Na basi Osama akajiingiza katika vikundi vya Pan-Islam na kuanza kusomea filosofia hizi. Osama pia akaanza kusomea Qurani na kusomea sheria za Kiislamu. Mwaka wa 1979 nchi ya Afghanistan ilishuhudia uvamizi mkubwa sana. Maelfu ya majeshi ya wanasoviet iliingia katika nchi ya Afghanistan na kuanza unyakuzi wa maeneo muhimu katika nchi hiyo. Imeandikwa katika historia kwamba wanasoviet walivamia nchi ya Afghan ili kueneza amani kwa sababu ya vita vya kila mara vilivyokuwa vikiendelea, na pia kuendeleza umaarufu na ushawishi wao katika nchi hiyo. Walivamia tena kukandamiza uenezaji wa umaarufu wa nchi ya Kiamerika, kwani wakati huu ndio zile vita za Cold War zilikuwa zikiendelea, na nchi ya Marekani ilikuwa ikisaidia nchi zote zilizokuwa zikipinga nchi za Kisoviet. Basi Osama akapata muda au aliona nafasi ya kufanya uamuzi ambao ungekuja kufanya mambo mengi au kuleta historia kubwa sana duniani. Osama aliacha masomo yake na kujiunga rasmi na upiganaji. Alihama na kutoka katika nchi yake ya Saudi Arabia kwenda nchi ya Pakistan, nchi ambayo ilitumiwa kuwatayarisha wapiganaji wa kikundi kimoja kilichoitwa Afghan Mujahideen, yani wapiganaji wa nchi ya Afghanistan. Hawa ndio wapiganaji waliokuwa wakipigana dhidi ya wanajeshi wa wanasoviet. Basi Osama alitumia mali pamoja na hela alizopata kutoka katika kampuni za ujenzi alizorithi kutoka kwa mzee Muhammad bin Awad bin Laden kununua silaha pamoja na kusaidia katika kuwatayarisha wapiganaji wa Mujahideen. Akiwa katika kikundi hichi, Osama pia walitengeneza kikundi cha Maktab al-Qidwat, kikundi ambacho kilitumiwa kuwasajilisha wapiganaji